Mshukiwa wa pili amekamatwa kuhusiana na mauaji ya kikatili ya mwalimu Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 na hivyo kuzidisha uchunguzi wa kisa hicho cha kutatanisha. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazard Media, na kwamba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Vyanzo vya karibu vilivyothibitishwa na Lazard Media ni kwamba fundi mmoja mwenye umri wa miaka technician wa miaka 23 ambaye anadaiwa kuvuruga mfumo wa CCTV katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi sasa yuko kizuizini. Fundi huyo anashutumiwa kwa kulemaza mfumo wa upelelezi ulioripotiwa akisema alilipwa shilingi 3,000 na hivyo kuficha ushahidi na iwapo Ojwang aliteswa na kuuawa ndani ya kituo hicho. Hapo awali, mtazamaji wangu, mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA ilifichua kuwa uchunguzi huo ulikumbana na changamoto kubwa kutokana na kukosekana kwa picha za CCTV haswa kutoka kwa afisi ya afisa mkuu wa kituo OCS. Akiwa mbele ya Seneti Jumatano, makamu mwenyekiti wa IPOA Anne Wanjiku alisema kuwa matokeo ya awali yalionyesha kuwa picha muhimu zilikuwa zimefutwa au hazipatikani na kuzua maswali zaidi kuhusu matukio ya kifo cha Ojwang. Kukamatwa huku kunafuatia kukamatwa kwa constable wa polisi James Mkwana wa kituo kikuu cha polisi siku ya Alhamisi. Mkwana aliwekwa kizuizini na maafisa kutoka kitengo cha masuala ya ndani IAU na huduma ya kitaifa ya polisi kwa ushirikiano na IPOA. Anatarajiwa kushtakiwa kwa mauaji. Uchunguzi unaendelea huku mamlaka ikijitahidi kubaini hali kamili ya kifo cha Ojwang. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section.